Msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunaendelea pale ambapo tuliweza kuishia kwenye story ya Raya baada ya bimdada kutakiwa kwenda kulipa deni la taasisi kwa njia ambayo si ya kihalali, japo mpaka hatua hii binti mwenyewe ameshaelewa ni kipi ambacho anakwenda kukitoa. And of course, kama haya mambo yapo ama unayafanya katika eneo lako la kazi, nakuomba sana acha, sawa Yes, acha, kwa sababu baada ya hapo sidhani kama unaweza kuwa na ile respect ambayo ulikuwa nayo hapo kazini, sawa Yes, kwa hiyo rushwa ngono ipo sana sana. Kwa hiyo tukashuhudia pamoja bana ni yapi yaliyoenda kufanyika huko kwenye kulipana haya madeni. Langu jina Lucas Lumbasi na tunasonga mbele. Sasa Raya anasema ya kwamba tuliondoka mpaka nyumbani kwake, tukafunguliwa geti na mlinzi. Ilikuwa ni nyumba ya ghorofa, ni nje ya mji tu, na nyumba ilikuwa ni kubwa sana. Sema mimi nilipopaangalia hivi sikupapenda kwa sababu kulikuwa na wafanyakazi wengi sana. Mara wa garden, mara wengine wanakata nyasi kwenye fence nini. Watoto wanacheza nje pale wakiwa wawili, mmoja yule wa kwake na mwingine ambaye baadaye niligundua ni wafanyakazi. So kulikuwa pia na magari, yalikuwepo 8, alikuwa amepaki ndani ya eneo lile. Kulikuwa ni pakubwa sana, kuna kila kitu cha starehe. Kwa hiyo tukaenda gorofani kwenye sebule bwana. Akaniambia kwamba hapa ndio kwangu, vipi? Unajisikia comfortable kukaa hapa? Nilimwambia kwamba hapana, bora tu turudi hotelini. Akaniuliza, kwani unaogopa nini yani? Mimi nikamjibu direct, nikamwambia kwamba sasa adhabu zako hapa yani nafikiria mazingira ya hapa na watu wote hawa, naona kama adhabu zako hazifai. Alitabasamu kidogo na kuniambia kwamba unaongea vizuri sana, unaonekana unapenda sana kuadhibiwa. Kwa adhabu ulizonitajia mimi nimegundua zinanifaa hata kama ingekuwa sio kwa ajili ya kulipa deni lako. Basi akanisogelea, akanishika begani na kunitazama kwa ukaribu. Akaniambia kwamba wewe ni mzuri sana. Nikamwambia asante. Akasogeza lips zake, anataka kunibusu mdomoni. Nikamsisitiza, nikamwambia kwamba twende hotelini. Akasema kwamba kuna sehemu nyingine nyumba yangu ndogo huko nilikuwa nakaa kabla, ndipo nitakupeleka, hakuna mtu. Basi nikatikisa kichwa kumaanisha sawa. Akainuka na kunivuta, nami nikainuka, tukakumbatiana sasa tukinyonya na ndimi. Akanambia kwamba umeshalipia deni kidogo mpaka muda huu. Nikamwambia kwamba nataka nilipe lote leo. Kama ndio adhabu tamu kama ili busu, basi nataka nitumikie adhabu nyingi zaidi isipokuwa moja. Akaniuliza kwamba ipi huitaki? Nikamwambia tutajua nikifika huko. Akasema okay. Alafu akanibusu kidogo na kunishika mkono, huku sasa akinisaidia kubeba pochi na tukatoka nje ya lile jengo. Raundi hii alibadili gari, akachukua nyingine. Alafu sasa tukatoka na kuelekea mtaa wa pili ambako kulikuwa na nyumba ndogo. Tukaingia ndani mle, na tulipofika sebuleni tulikuta kumepambwa kisawa sawa. Alafu ukutani pale kukabandikwa bango kubwa limeandikwa Happy Birthday Raya. Nikashtuka na kukumbuka hivi kumbe ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Aise. Nilimkumbatia kwa nguvu, nikambusu shavuni na kumwambia kwamba nilikuwa sikumbuki kabisa. Akanambia kwamba wewe hauna mambo ya zamani. Ukiona mtu apendelee haya mambo ya visherehe visivyo na maana, mara nyingi huyo mtu ni wa zamani. Basi tulikaa pale tukafurahia sana. Akaniambia baadaye tutaenda kule kwenye jengo kubwa kwa ajili ya kula keki. Pale kanileta tu kutumikia adhabu yake. Basi alinishika mkono akanipeleka mpaka eneo la nyuma ya nyumba ile, kulikuwa na swimming pool. Nikamuuliza kwamba sasa huko anakaa nani? Akajibu ya kwamba kuna ndugu zangu wanakaa hapa, ila kwa sasa wamesafiri, wameenda mkoani kwa ajili ya kuandalia send off ya ndugu yetu, anaolewa wiki ijayo. Nikasema okay. Alafu vipi kwanza, si tunaogelea au tuingie ndani? Hainiuliza. Nilimtazama bila kumpa jibu. Mimi sikujua hata nitamke nini. Nilihofia kujirahisisha kwake. Kwa hiyo akajua ameniwini. Bosi alijiongeza, akanishika mkono na kunipeleka hadi kwenye chumba ambacho kilikuwa master. Yaani kina sehemu ya kuvalia nguo. Kilikuwa na bafu lake humo ndani na jacuzzi lipo. Alafu kulikuwa na kitanda kikubwa
mle chumbani ambacho kilikuwa ni cha gharama sana. Kilipambwa na shuka la gharama sana. Mr. Jeff aliwasha AC kisha kaubaridi kakaanza kuja ndani. Akaniketisha kwenye kochi na kupiga magoti mbele yangu. Akanitazama usoni. Akaniambia kwamba hujanijibu unataka adhabu ipi? Kiss, massage, ama unataka ni ipi? Nipitisha katikati ya mabonde ama? Nilimtazama alivyokuwa ananitazama usoni. Nikamwambia kwamba mimi naogopa. Akasema unaogopa nini Malkia wangu? Nikamwambia adhabu zako ni kali mno, afu ni ngumu sana kuzifanya japokuwa sisi sio wapenzi. Basi alinamisha kichwa na kusikitika kidogo akasema kwamba kwa hiyo hauwezi kulipa deni hata kidogo, si ndio? Nilimwambia labda massage tukiwa tu na nguo, lakini alafu pia na kiss unaweza kupata, lakini vitu vingine hapana. Okay, itanitosha pia, lakini kwa nguo yako ilivyobana hivyo itabidi sobadisho uvae nguo ambayo kidogo itakufanya ujisikie huru kidogo. Baada ya kusema hivyo nikamuuliza kwamba sasa mimi nitavaa nini? Akaniambia twende. Basi akainuka na kunishika na akanisimamisha. Kabla sasa tujaondoka tulikumbatiana na kuanza ku make kiss pale. Sasa tu make kiss mpaka tukajidondokea kitandani. Mimi sasa niko juu afi yupo down. Kilichokuja kuendelea baada ya hapo, nilibinuliwa nikabanjuliwa mpaka ani aisee nikahisi dunia inazunguka. Na mwisho wa siku tulipumzika na usiku saa 2 hivi alinitoa akanipeleka mpaka nyumbani. Nilipofika hivi bwana niliingia chumbani nikapumzika. Usingizi ulinibeba mara moja. Na kuja kushtuka hivi, saa 6 kulikuwa kuna message zake nyingi na zote akinishukuru kwa kampani. Sasa dada yangu akaniuliza kwamba huu uchovu wa leo mbona sio wa kawaida? Nikatabasamu tu ile moyoni nikisema kwamba ni mnafiki sana na ni sanifu tu. Kila kitu anataka ajue tu. Basi nikapanga lazima pale hapo kwa assistant tahama tu. Asubuhi kulipokucha nilimtumia message Mr. Jeff lakini hakunijibu. Mchana nikamtumia hakunijibu pia. Kabidi sasa nimpigie hakupokea simu. Nikasema kwamba pengine uko busy na weekend. Basi mimi niliendelea kukaa tu. Nikafua nguo zangu zote za kazini na za ndani, kila kitu nikaweka sawa. Saa 12 nijaribu tena kumtafuta lakini hakujibu. Nikasema ngoja nimcheki WhatsApp. Nimemtumia message ikafunguliwa lakini haikujibiwa. Nikasema nikamuuliza kwamba yani unani-blue tick boss kweli? Ghafla akanipigia voice call kwenye WhatsApp nikapokea. Nikasema kwamba hello. Basi sauti ya kike ilitoka upande wa pili ikisema kwamba hello mambo vipi? Nilishtuka na kuangalia vizuri. Namba nimekosea au? Lakini namba ni ile ile. Nikasema kwamba safi habari. Hiyo sauti ikaniambia kwamba nzuri. Wewe ni nani unamsumbua sana? Mbona unampigia sana Jeff ni nani? Basi kwa wasiwasi nikasema kwamba jamani samani. Nilisema hivyo nikakata simu ile. Basi muda mfupi yani hapo tu alinitumia message akasema kwamba kama umetuma message na hazijibiwi usisumbuke, subiri utatafutwa kwa muda wako. Alipotuma message nikajisemea kwamba Mungu wangu ndio nini tena hiki, mbona mapema? Basi jioni yangu ilikuwa mbaya sana siku ile. Hakuna kitu kinauma yani ile umeonjwa tu hivi na unaachwa. Sijui lakini watoto wa kike nadhani mnaelewa So kilichoniumiza zaidi nimelala naye simjui afya yake. Yani sijui chochote kuhusu yeye. Mimi ninachojua tu ni boss. Kwa hiyo kuna vitu viwili. Sijajua afya yake. Alafu jambo la pili yani kala alafu amekaa kimya. So nibaki najiuliza maswali na kujishauri au pengine ndio maana hakuniambia ananipenda. Maana yake alijua kabisa hatuwezi fika popote mimi na yeye. Kiukweli roho yangu iliniuma sana na nilijisikia vibaya. Nikasema kwamba Mungu naomba unisaidie nisije nikao nimepata magonjwa mimi mtoto watu. Basi nikapumzika kwa msongo wa mawazo. Dada akanikaribisha chakula hata sina hamu ya kula. Akaniuliza kwamba una shida gani leo Raya? Nikamwambia kwamba hapana sijisikii tu vizuri. Niwekee tu nikisikia njaa nitakula. Dada akaniambia tangu asubuhi hata sijaona ukila ujue. Nikasema nitakula tu dada usijali. Basi dada akaguna tu na kutoka chumbani, mimi nikaendelea zangu kupumzika. Kesho yake mapema asubuhi niliamka, nikajiandaa na kuelekea kazini. Ilikuwa ni Jumatatu. Kama kawaida nilikuwa nikifika ninamkuta ofisini pale, lakini siku ile sikumkuta ofisini. Nikasema shida nini? Nikaanza kufanya kazi zangu zote. Baadaye wafanyakazi wenzangu walipofika wakaniuliza kwamba mbona wewe uko kimya sana? Yaani unajua tukuelewi. Nikasema kimya kivipi?
Huyo mfanyakazi mmoja akasema kwamba kwenye group yani hata uchangii chochote na wewe ndio uliyekuwa karibu na bosi zaidi. Nikashtuka, kwenye group kuwa karibu na bosi kivipi? Niliuliza kwa mshangao, maana mimi group nilikuwa nimelimute ili lisinisumbue kila saa kuingia tu kwa message. Sasa kuna dada moja hivi ambaye ni customer care wa kampuni akasema kwamba wewe Rayuni wewe, una roho mbaya sana wewe. Alisema hivyo, sasa mimi nikasielewi. Nikashika simu nataka kuingia WhatsApp hivi. Mara dada yangu akanipigia. Ikabisa nipokee simu kwanza na kumsikiliza. Sasa dada akauliza kwamba mdogo wangu uko wapi? Nikasema niko kazini dada. Dada akasema okay, eti kuna nini kinaendelea? Nikasema sijui chochote, mbona mnanishtua? Dada akaniambia nilisikia Jeff alipigwa risasi na watu wasiojulikana, ni kweli? Msikilizaji, nilishtuka mpaka nikainuka, nikawa nimeduaa, nikasema unasemaje? Dada akasema Jeff yuko kazini? Nikasema hapana, MCB nakupigia dada. Niliongea kwa mshtuko kwa sasa, nikikata simu na kutembea kuelekea ofisi ya yule dada wa huduma kwa wateja. Sasa nikamuuliza, nikasema kwamba Rozi, hivi Jeff kapatwa na nini? Akaniambia kwamba nasikia juzi mlikuwa naye, ghafla saa 6 usiku kapigwa risasi getini kwake. Jamani. Unajua niliganda kwanza msikilizaji. Yaani nikasema risasi, amefariki. Yaani hebu ngoja kwanza, Asif yuko wapi? Mbona mimi sina taarifa? Yaani ndio maana mpigie simu hata apokee tangu jana asubuhi. Basi Rozi akaja juu, akaniambia kwamba kwenye group la wafanyakazi unafanya nini? Unafikiri ile group limewekwa kama pambo? Wewe kaka watu hata humjali licha yote aliyokufanyia. Nijikuta machozi yakinitoka. Nikamuuliza kwamba mimi jamani, mbona hivyo Rozi? Rozi akasema kwamba hebu ondoka bwana, mimi na kazi za kufanya hapa bwana. Nirudi kwenye chumba changu nikaketi. Hapo natetemeka na machozi yamenitoka. Nikajisemea moyoni hapa mimi ndo ninamkosi jamani. Nimekutana naye tu siku moja tu nakapata matatizo. Basi nikaanza kusoma jumbe za lile group. Nikagundua alipigwa risasi 3, yuko hospitali moja kubwa mjini na yuko Hoi bin Taban. Nitoka haraka bila kuaga mtu. Nilipofika getini nikakutana na ule mama mpishi, akaniuliza kwamba mbona una haraka, unaenda wapi Rayuni? Nikamwambia kwamba mama, nataka nikamuone bosi, nimepata taarifa alipigwa risasi. Basi yule mama akasema kwamba usihangaike bwana, hutaweza kumuona. Nilishtuka nikamuuliza kwamba sitaweza kumuona yani kivipi, amefariki ama? Alitabasamu na kusema kwamba hapana, hospitali ile haruhusiwi kuingia mtu yoyote kwa sababu yuko ICU. Nikashtuka nikasema ICU? Mama hapana. Yaani ICU? Niregea msikilizaji na kuchuchumaa. Yule mama akaniuliza kwamba unampenda Sikujibu kitu, nilikaa kimya tu. Mama akaniinua na kunishika mkono, akaenda kuniketisha kwenye benchi sehemu yenye kivuli na upepo fulani hivi. Akaketi kando yangu na kuniambia kwamba mapenzi ndivyo alivyo, kwa hiyo usijali atapona tu. Basi mimi nikatulia kimya bila kusema lolote. Mara yule mama akapokea simu, akaongea akasema kwamba hello. Ndio. Unasemaje? Alishtuka hivyo. Aliuliza kwa mshtuko, hali sasa ilionifanya nishtuke na kumtazama. Amefariki? Alivyoongea hivyo, wasamia hata msikilizaji nilikuwa sisikia upande wa pili. Sasa na mimi nikaamka bila kutarajia na kumpokonya simu yake yule mama. Yule mama huko sasa akidondoka na kuzimia. Nikaongea kwenye simu nikasema kwamba hello, unasema Jeff kafariki? Nikasikia sauti upande wa pili ikisema kwamba ndio amekusha fariki. Alafu simu ikakatwa. Nilisikia maumivu makali, nikaketi chini nalia. Nikiwa nalia kwa mbali nikasikia sauti ya adhana kutoka msikitini. Ile sauti ikaanza kunijia akilini, nafumbua macho na gundua ilikuwa ni ndoto. Nikajisemea moyoni kwamba sasa ndio ndoto gani? Nikaa nimeshika simu naangalia hivi, ni saa 11:32 alfajiri. Nikasa naitazama simu yangu hivi, kuna message kama 6 hivi. Kabla sijazifungua nikaona simu imeita na imetoka kwa JF bwana. Nilipokea haraka simu na kumuuliza kwamba uko salama Mr. JF? Nikuulize wewe, mbona kama vipi kwanza, wewe upo salama? Kwa nini unairusha roho yangu hivi? Nisamee bwana. Unajua nimekuwa busy sana na sikuweza kujibu ujumbe wako wote wala simu yako. Si unajua kazi yetu hizi yani tunakuwa busy sana. Bosi.
Naam, alafu nimeota ndoto mbaya sana kuhusu wewe. Ndoto kuhusu mimi? Ya, nakuja kukuchukua na gari. Amka ujiandae mke wangu. Nakusubiri sana maana na mambo mengi ya kujadili na wewe. Hakikisha unakuwa makini sana huko barabarani, please mpenzi wangu. Usijali malkia wangu. Bosi alikata simu, ikabidi nisali kwanza kwa sababu ya kile kilichotokea kwenye ndoto, huku nikimsihi Mwenyezi Mungu aepushe kisije katokea kweli. At least nafsi yangu ilipata nafuu. Nikajiandaa na kumsubiri aje anichukue. Nilituma message moja nikasema kwamba nimeshajiandaa mpenzi wangu na kusubiri kwa hamu nije nijue kwamba umeniotaje. Akanijibu dakika 0 niko hapo. Basi nikamsubiri mpaka alipofika, nikatoka na kumwaga dada. Kumbe dada bwana alikuwa ananichora tu, akaniuliza kwamba siku hizi umepata shemeji ambaye ni anakuchukua na gari kila siku, yani huna stress kabisa mdogo wangu. Nitabasamu tu na kumwambia kwamba hawaeleweki hao, unaweza ukashangaa siku nyingine haji, maana hawa wakishapata ndo basi tena. Dada itabasamu tu, mimi nikatoka. Nilipofika nje nilikuta gari ya bosi, lakini nilikumbuka kwamba kila mara alikuja na gari mpya, maana alikuwa nayo magari kama utitiri hivi. So akaniambia kwamba nimefurahi kukuona, utadhani sijawahi kukuona tena. Nikamsogelea na kumchumsha vuni, nikasema kwamba baby, jana ulinilaza na msongo wa mawazo. Nikasema ndio nimeachwa mie. Labda uanze wewe kuniacha, ila sio mimi. Bado ninakudai, lazima nilinde deni langu lisiondoke. Ina maana jamani, unataka kuniambia kwamba juzi alikuisha? Japo likaribia kuisha, lakini bado lipo kidogo. Usijali, hata likiisha nitakuwa natumikia adhabu yako kila mara utakapohitaji tu kuniadhibu, kwa sababu mimi nimependa bakora yako. Aise, kweli? Yeah. Bosi alitabasamu tu huku akinitazama, kisha akaliondoa gari na safari ikielekea ofisini. Tulipofika mbele kidogo, nikamuuliza kwamba uliniotaje? Niliota nimefika ofisini nikakuta Rose amekupiga sana. Msikilizaji, nishtuka maana mimi pia usiku huo niliota Rose akinigombeza kwamba simjali bosi kwa sababu anaumwa sana. Kweli umeota hivyo? Ya, kwa nini kudanganya Raya? Kwa kuwa unipendi. Nilimtania tu, lakini alinigeukia kwa macho makali na kuniambia kwamba sikupendi Raya. Yaani kwa nini unasema hivyo? Wapi mimi sijafanya unavyotaka wewe nikufanyie? Hapana, nimekutania tu baby. Basi aliendelea kunitazama pale huku gari sasa likienda taratibu. Akaegesha kando ya barabara. Nikaambia kwamba naomba nisamee mpenzi. Nilishakusamea kabla hujanikosea. Kweli? Alitikisa kichwa kumaanisha ndio. Na mimi sasa nikampachika swali, nikaambia kwamba mbona sasa umepaki gari? Ulimi wako. Jamani, jioni ndo vizuri bwana. Saizi mimi nimejipamba hivi. Sasa ukifanya hivyo si midomo inatoka lipstick jamani. Nataka nitoe uende ukiwa natural kabisa. Basi nimtazama sana, macho yake meupe sana alivyokuwa ananitazama. Nijisikia tofauti sana. Nikaambia kwamba alafu baby, nimeota ndoto mbaya kuhusu wewe. Ndoto gani? Basi nilimuelezea kama nilivyoota, akaniambia kwamba uliposhtuka ulisali? Ya, nilisali. Nilifanya dua kwa ajili yako. Akatikisa kichwa na kuniambia kwamba niombe sana. Unajua sisi watu wenye kampuni na mali nyingi hivi tunawindwa kila mara. Hata hivyo sio salama sana kuja kukuchukua kila mara. Ila pia naomba uwe makini sana na Rosie. Nikamwambia kwamba sawa, nitajitahidi. Alinyosha mkono wake akanivuta kwa nguvu. Hapo vyo sasa amepandisha. Kamsogelea, basi kikafanyika kile ambacho alikuwa amekitaka. Baadaye nikamwomba tuondoke maana sasa mimi naloa, afu sasa sina nguo ziada. Akaniambia kwamba nitakuletea dazani mchana hiyo. Maana wewe si unapenda kuvaa zile nguo za kamba. Nilimwambia kwamba bwana mimi sijawahi kuvaa hizo nguo za kamba. Akasema basi siku ukija kupokea bakora hakikisha unakuja na nguo ya kamba. Maana huo msambo anda huo najua nitaenjoy sana. Basi tulitabasamu tu na kuondoa gari tukaelekea ofisini. Tukasa tunaenda, akaniambia tena ya kwamba kuanzia kesho sitakuja kukufuata tena. Nikamuuliza kwa nini? Sio salama. Kuna dereva nimeshamwandaa, atakuwa anakuleta na kukurudisha kazini kila siku. Tashukuru sana baby. Ya, inabidi ujifunze kuendesha gari pia. Siku nikiwa na wewe unaniendesha, mimi nakuwa na kuangalia tu jinsi ulivyo mzuri. Basi tulifurahi zile moment huku sasa tukielekea ofisini. Tulipofika ofisini tulikuwa peke yetu tu maana tuliwahi sana. Hakuniacha salama, alinishikashika ofisini kwangu na kuniacha hoi. Alafu sasa akaondoka kwenda kwake ofisini. Mimi nikalala juu ya meza kwa ulegevu hali ya juu sana. Sasa baada ya muda alikuja yule mama mpishi akanipatia kahawa ile nzuri ya kibosi.
Nikaanza kunywa huku sasa najaribu kufanya kazi, ila kila muda nilikuwa naiweza bakora ya boss ilivyo nzuri na ilivyozungukwa na mishipa kila mahali. Niliteseka sana. Sasa alishakosea kunipandisha feeling I say. Nikawa tu mimi nawaza tu yani hivyo. So ghafla mlango wangu bwana ulifunguliwa na aliingia Rose akiwa na kikopo cha ubuyu. Aliniuliza kwamba Shosti ushafika? Ya nishafika. Umemkaje na habari za weekend? Alinijibu ya kwamba weekend ni nzuri tu. Alinijibu hivyo alafu akaweka kile kikopo cha ubuyu mezani kwangu na kuniambia kwamba enjoy ubuyu. Nikasema asante sana. Vipi? Boss alishafika? Nikamwambia sijui ila nahisi amefika maana nilisikia kama gari imepita nyuma kwenda parking. Akasema sawa, ngoja nikafanye kazi. Akasema asante kwa ubuyu. Akajibu usijali. Basi akaondoka. No, usimeze huo ubuyu, please baby. Nilishtuka na kutema haraka. Nikainuka na kukimbilia sehemu ya kunawia, nikasukutua na kunawa mikono. Ile nimerudi ofisini nikamkuta bosi ananisubiri. Wewe nilikwambiaje? Nikwambiaje kuhusu Rosie? Ni makini naye. Sasa inakuwaje sasa ukamwamini tena? Mimi sikujua kama anaweza kufanya hivyo. Bosi aliguna na kuingiza mkono mfukoni, akatoka na noti ya shilingi 5,000, akanambia kwamba kama ni ubuyu nenda kanunue ule. Hapana, sio kivile. Wala yako usinipe. Unanichukia ama? Nikamgeukia kwa haraka na kumshangaa. Kwa nini nikuchukie? Nimekuuliza swali na wewe ukao niuliza swali. Nauliza unanichukia? Hapana, nakupenda. Shika hela. Lakini pokea, takupa adhabu jue. Nijikuta na tabasamu na kumuuliza ya kwamba adhabu gani tena? Maana nilikuwa sasa nazijua adhabu zake zilivyo za moto. Kanishika mkono na kunilazimishia ile hela. Nilipopokea, akanipokonya na kuondoka nayo akiniacha mimi peke yangu ofisini. Nikiwa nimekaa pale, baada ya dakika kadhaa alikuja mtu akaniletea ubuyu. Sikumjua kabla. Hata hivyo aliniambia ametumwa na mimi nikajua tu ni Mr. JF kanitumia. So nilianza kumngunya taratibu sasa nikimtumia SMS nikamwambia kwamba asante kwa ubuyu. Naye akasema mimi sijakutumia ubuyu. Nilishtuka na kumwambia kwamba acha basi masiara basi wangu. Akatuma emoji za kucheka na kusema kwamba ni mimi bwana. Basi nikamwambia kwamba alafu nitakuchapa mimi wangu ujue. Akasema njoo ni mimi na wewe nani atamchapa mwenzake. Nilicheka kwa furaha na kumwambia kwamba saa ile bora hata ningeendelea tu kukataa ile pesa yako ili uniadhibu. Naye akajibu ya kwamba kwani unafikiri kwamba sitokuadhibu? Lazima tu nikuadhibu hata bila makosa au upende adhabu zangu? Nikamjibu ya kwamba napenda adhabu zako. Ni adhabu tamu sana. Muda wote nipo hapa kwa ajili yako. Na juzi unajua nikifikiri jinsi ambavyo mambo alivyokuwa natamani nikupe adhabu tena. Basi baada ya kusema hivyo nitabasamu tu. Baadaye kidogo Rose alifika ofisini, akanikuta bado nakula ubuyu. Kwa haraka haraka alijua ni ule wa kwake, kwani alioniletea nilishautia kwenye dustbin. Basi akauliza kwamba vipi, hujamaliza bado? Nikamwambia bado asante. Aitabasamu tu na kusema kwamba karibu, alafu akaondoka zake. Niliendelea na kazi zangu pale ofisini kwa muda mfupi, lakini ilipofika muda wa kunywa chai, ziliingia gari pale ofisini. Ni gari nzuri of course. Watu wawili walishuka kwenye gari na kwenda ofisini kwa bosi. Kuna vitu walikuwa na discuss. Ambapo jioni niliporudi nyumbani, Jeff alinipigia simu kisha akaniambia kwamba watu wale wanafanya mahojiano kwenye vyombo vya habari, hivyo walimhitaji wakajadili mambo ya kibiashara kwenye media yao. Akasema siku 2 mbeleni angelienda kujadili nao maana wanaendesha vipindi vya mtandaoni. Basi mimi nimtakia kila laheri. Kuanzia siku ile nilianza kufuatwa na gari dogo nyumbani. Alikuwa anakuja kunichukua kijana mmoja hivi ambaye aliagizwa na bosi, akawa sasa ananipeleka kazini na jioni anarudisha nyumbani. Kazi zikapita kama siku 4 hivi, nikamwambia yule kijana ya kwamba ninaomba nipitie supermarket nikanunue vitu vya nyumbani. Akasema ya kwamba JF aniruhusu kukupitisha popote nje na nyumbani. Unataka nisimamishwe kazi? Ana wivu sana. Sasa itakwaje? Inabidi sasa mimi nikufikishe tu kisha utarudi kivyako mwenyewe. Ni mbali sana. Yule kijana hakujibu chochote bali aliendelea kuendesha mpaka aliponifikisha nyumbani. Nikamtumia boss message ya kwamba tabia mbaya mume wangu. Akanijibu na ukome. Nikamuuliza, kwani umejua yani umejuaje nimemaanisha nini mimi kukutumia ujumbe? Ninajua kuwa ulimuomba yule kijana akupitishe sehemu akakataa.
Nilicheka na kumwambia kwamba yani wewe, mimi nilikuwa nakuogopa, kumbe yani ni kama mtoto tu. Akasema kwamba nitaanza kuwa serious zaidi kwako sasa. Nikamwambia kwamba we usithubutu kufanya hivyo bwana, mimi sitaikalia tena. Basi alicheka na kuniambia kwamba naona ile interview imetoka hebu naomba nifuatilie kwanza. Nikamwambia mume wangu nitumie basi link na mimi nikuone ukielezea watu, alafu ole wako nione comment ya mdada anakusifia. Basi Jeff akasema kwamba usijali na kutumia sasa hivi my future wife. Nikasema okay. Alafu nikaa nasubiri. Kweli alinitumia linki. Ilikuwa ni media fulani hivi maarufu tu ya mtandaoni na walikuwa wameposti vipande vingi tu vimekatwa. Mimi nikaa nasikiliza. Sasa kuna muda aliulizwa swali kuhusu namna ya kukuza uchumi wa nchi. Akawa anaongelea kuhusu namna siasa inavyoathiri uchumi wa nchi na kutaka mifumo ibadilishwe. Niliogopa na kujisemea moyoni ya kwamba sasa mbona anaongelea mambo ya siasa na hii nchi ilivyopotea wanaweza kumpoteza eti. Nikamtumia ujumbe nikasema kwamba baby, hapo ulipoongelea siasa ni hatari kwa usalama wako. Akajibu ya kwamba usijali, ngoja niwaambie wafute, maana mimi mwenyewe nimeiangalia nikajisemea moyoni nilipata wapi ujasiri wa kuzungumza vile. Baada ya Jay kunijibu hivyo nikasema kwamba baby please take care. Basi kweli muda ukasogea, nikaona ile video imefutwa, moyo ukawa na amani. Cha kushangaza, asubuhi napita mtandaoni nakuta tayari ishapostiwa na dada wa taifa, huko akiandika ya kwamba hawa ndio wanaume wanajua kuwatetea wananchi. Akaendelea kwa kusema ya kwamba ile media uchwara iliyoposti hiyo video imeshafuta kwa sababu nao ni vibaraka tu wa serikali, wamepewa order wafute haraka. Msikilizaji, yani wakati anaandika hivyo mimi na ujua ukweli kwamba JF ndiye kaamua kuifuta mwenyewe, sio kwamba ni serikali. Nikajisemea Mungu wangu. Alafu cha kushangaza zaidi, wanaharakati wengi walichapisha kwenye mitandao ya kijamii, huku watu wakishabikia na kusema kaongea ukweli. Nilijua madhara yake na kumwambia JF ya kwamba kwa makini, mimi sitaki uwe mbali na mimi. Msikilizaji, nilikuwa naongea kwa wasiwasi zaidi, hasa nikikumbuka ile ndoto niliyokuwa nimeota siku kadhaa zilizopita, nikajua pengine ndio yanaenda kutokea. Niliogopa na kumuomba Mungu anilindia kipenzi changu. Basi JF akaniambia kwamba usijali, kila jambo litakuwa salama kabisa. Nikamuuliza, una uhakika moyo wangu hautakuwa na majeraha? Basi jamaa alitabasamu na kuniambia kwamba nakuhakikishia utaishi kwa amani milele. Basi nipata moyo kidogo, nikaendelea kumuomba Mungu na kumsia simtokee mabaya bosi wangu JF. Sasa usiku wa saa 2 alinitumia ujumbe na kuniambia kwamba nimemiss kuwa karibu na wewe, ninaomba nije nikuone. Nikamwambia please, hatuwezi kuonana sasa hivi. JF akauliza kwa nini? Nikamwambia naomba tu tuonane kesho sasa hivi please baby, nakuomba, naomba tu kae nyumbani kwa tulivu. Msikilizaji, hapa roho yangu ilikuwa ni nzito. Nilikuwa nahisi kibaya kinaweza kumtokea bosi wangu. Basi akanipigia simu na kunigombeza, akaniambia kwamba Raya, yani unanikatalia kuonana na wewe mimi kweli? Hivi unajua mimi ni nani kwako? Basi nami nikaongea kwa utulivu nikasema kwamba mume wangu, basi naomba unisikilize, sio kwamba mimi sitamani kuonana na wewe, lakini usiku usio salama. Akaniambia kwamba Raya, una jambo gani unanificha? No, hakuna kitu, ila baby kumbuka uko hatarini. Hatari gani? Hivi mimi unafikiri ni mrahisi hivyo? Unadhani kwamba kibaki kinanitokea? Sema kuna jambo lingine unanificha tu. Hapana, sio kweli, mimi siwezi kufanya hivyo. Nimekuomba tu kwamba please tuonane kesho, sio sasa hivi. Nakuja. Sasa ole wako stoki nje. Jamaa aliongea akakata simu, nikabaki nje panda. Tunashindwa yani hata sijui nimwambieje. Nina hofu na hata sijui hiyo hofu ilitoka wapi. Basi kweli kama dakika 20 hivi akanitumia message na kuniambia kwamba nimfungulie geti. Nikamuuliza umeshafika? Ndio sasa namuuliza hivyo, mimi nikaanza kutoka nje. Nimefika getini, akarukia ndani ya geti na kufunga geti kwa haraka, akawa na hema. Nikamuuliza mbona una hema? Akajibu nipeleke ndani nikwambie. Sasa mdomo mimi bado nashangaa, nikamuuliza kwamba wewe uko sawa? Kitendo mimi cha kumuuliza hivyo, gari iliyokuwa nje ikapigwa moto. Nikamuuliza tena, hiyo gari wewe ndio umekuja nayo? Akajibu ni kijana wangu ameleta, ila kuna watu wananifuatilia. Nilishtuka nikamuuliza kwamba baby upo serious? Akajibu siwezi kudanganya bwana. Alafu akaanza kupiga hatua sasa kuelekea ndani. Alipofika sebuleni, alimkuta dada akiwa anamfundisha mtoto masomo ya shuleni. Basi dada kwa mshangao akasema, JF, imekuwaje umekuja huko ghafla? JF akajibu kwamba ninaomba nikae hapa Shem. Dada akamuuliza, Shem, una maana ya kwamba yani wewe na Raya ni? JF akajibu ndio. Mdogo wako ni mke wangu mtarajiwa. Raya, naomba nipeleke sehemu salama zaidi. Basi nikamchukua mpaka chumbani na kurudi sebuleni. Dada akaniuliza kwamba ina maana wewe na JF ni wapenzi? Nikamjibu ndio dada. Dada aligonga ni viganja vyake vile vya
Yani unajua kuna vile viganja fulani hivi sijui hata nisemeje, lakini nadhani umenielewa msikilizaji. Ni kama vya kinafiki fulani hivi. Na baada ya hapo akashika kiuno akasema, haya tangu lini? Nikamwambia tuna kama mwezi hivi. Dada akasema, sasa mbona hukunijibu? Na imekuaje akaja huku? Sasa mimi nikaamua kumfungukia. Nikasema kwamba si unajua hao matajiri wanafuatiliwa sana. Kuna watu wanamfuata na gari, kwa hiyo ameamua kuwakwepa, akaomba nimstiri hapa ndani. Sister hakuonekana kuridhika na kile nilichomwambia ise. Alikuwa anampenda sana JF muda mrefu tu. Ila JF hakumpenda sister. Alikuwa ni mtu mswahili sana, mtoto machachari. Na JF alionekana kupenda mtu mstaarabu angalau ili asimsumbue. Basi dada akaniambia kwamba usije ukakuta umeleta mwanaume ndani alafu mje mfanye mapenzi. Sister vumilia hilo. Nikamsii dada anielewe. Siwezi kufanya hivyo. Nikaambia kwamba JF ni mtu tajiri, hawezi kushindwa kunipeleka lodge yoyote. Sasa kwa nini mlete nyumbani kwa ajili ya mapenzi tu? Si ningeondoka tu niende kwake, ama hata lodge ningelipia mimi. Mbona zipo hata za 10,000 tu mjini? Basi sister akacheka na kusema kwamba okay, basi sawa. Samani nirudi ndani. Huko nilimkuta JF anajaribu kumpigia simu yule kijana wake bila kupokelewa. Akawa sasa anaogopa na kuvuta pumzi. Nikauliza kwamba vipi, kuna tatizo? Dereva wangu apokee simu, sijui kama umemwacha salama hawa watu. Yani ndo wako serious kiasi hiki? Mimi nilikupa onyo. Please kuwa makini mpenzi. Mimi sitaki kupoteza. Anyway, usijali, litapita tu. Basi tukiwa wote kimya hatujui tufanyaje, mara kijana wake akapiga simu. Na JF alipokea haraka sana akamuuliza kwamba Hakim vipi, uko salama? Yule kijana akajibu, nimefika nyumbani salama, wale wametukomea zao, sijui hata walitaka nini. Basi bosi akasema kwamba bora kwa kuwa uko salama, nilikuwa na hofu juu yako vipi, hauja kusimamisha nini? Huyo Hakim akajibu hapana, irudi tu, akaondoka. JF akasema poa kijana, nikiona hali shwari nitakupigia unifuate. Basi alikata simu na kuniambia kwamba yuko fresh. Akainamisha kichwa na kujilaza chale kitandani. Akawa sasa anatazama kwenye dari, halafu sasa akaendelea kuwaza. Mimi nilikuwa namwangalia tu jinsi alivyokuwa akiteseka usoni. Lakini baada ya muda akashika simu yake mkononi na kuitafuta application ya Bolt. Akaanza kurequest usafiri. Akasema kwamba inabidi niende nyumbani kwa bajaji, maana nikisema nimuite kijana aje anifuate watafuatilia gari. Lakini mbona kama sio salama? Si ulale tu hapa, mimi nitalala sebleni ili uwe salama. No, sio hivyo. Ila kuna mambo tu ya kuandaa kwa ajili ya kampuni asubuhi. Pale getini ukisubiri geti lifunguliwe itakuwa ni hatari. Basi akapiga simu kwa kijana wake na kumwambia kwamba geti dogo la nyuma liwe wazi na kuja sio muda anapitia geti dogo. Kisha alikata simu. Sasa mimi sikuweza hata kumzuia. Baada ya dakika chache, yani baada ya muda, dereva Bolt alimpigia na kumtaarifu ameshafika getini. Kwa hiyo ajiandae kwa ajili ya safari. Basi JF alitoka, mimi sikuamini kama angefika salama. Nikaenda kufunga geti na kumsisitiza awe makini sana huko barabarani. Akanambia nisiwe na shaka kabisa. Basi alipoondoka nikafunga geti. Kisha nirudi ndani na kuketi kitandani, nikasa kila saa namtumia message kumuuliza kwamba ukifika niambie please, nataka kulala kwa amani nikishajua umefika salama. Akanijibu okay. Basi kapita dakika 10, 20, 30 namtafuta ajibu ujumbe. Simu hapokei kabisa. Nikaanza kuchanganyikiwa. Nikachukua simu, nikampigia yule dereva ambaye alikuwa akinipeleka kazini. Nikamuuliza kama bosi yuko nyumbani, akanambia kwamba ngoja na kurudia. Naye akatokomea, hakunijibu kitu kinachoeleweka tena. Basi nikapagawa, hadi machozi yakawa yanatoka. Mapenzi jamani, yanamjali mtu mwingine kuliko hata ninavyojijali mimi. Nikaanza kuhangaika, nimetoka sebleni na mkuta dada anamalizia movie yake. Nimechanganyikiwa akaniuliza kwamba vipi, mbona hauko sawa Raya? Dada, JF apokee simu, yana tajibu message. Nimemwambia akae hapa mpaka asubuhi, lakini amekataa. Yani mimi sijui nifanyeje yani. Dada sio anaweza kumuua. Dada alishangaa sana akasema kwamba sasa kwa nini amuue? Kuna video inasambaa akiponda serikali ndio shida. Wewe kweli? Ndio. Kaiposti dada wa taifa. Basi dada akashika simu na kuingia mtandaoni kutazama video. Inazidi kusambaa tu, akajua kumbe ndio shida imeanzia hapo. Akanambia kwamba kwa nini aongee hivi? Haijui nchi jamani. Yani huyu atamsakama sana huyu.
Basi nikaendelea kuhangaika, lakini saa 8 usiku usingizi bado haujanibamba. Ndipo nikapokea simu kutoka kwa JF, nikapokea kusasa nikitetemeka. Nikasikia sauti yake upande wa pili ikisema kwamba hey baby, nimefika salama, sema tu kuna changamoto kidogo nilipata njiani. Changamoto gani? Tutaongea kesho kazini. Wewe pumzika tu mlekea wangu. Sawa, nakupenda. Nakupenda pia. Uwe na siku mwema. Nakako pia. Alipokata simu nafsi yangu ikawa na amani. Nikafuta machozi kisha nikalala, nikasema kwamba asante Mungu, endelea kumlinda JF kwa ajili ya furaha yangu. Basi usingizi bwana ulinipitia, maana nilikuwa sina tena msongo wa mawazo. Kafika asubuhi, nikaamshwa na alarm, nikajiandaa nikisubiri dereva aje saa nichukue niende kazini. Ikafika saa 1:30 sijamuona, saa 2 sijamuona, nikajaribu kumpigia simu hapokei. Nikajua akaamua tu kunikwepa siku hiyo. Nikachukua bajaji na kuelekea mpaka ofisini. Nilipofika ofisini nikakuta kumepoa, yani watu wanaongea kimakundi tu. Nikabaki najiuliza kuna nini? Nikawaza usikute ile ndoto ndio inaenda kutimia. Nikachukua simu yangu taratibu, nikajaribu kumtumia ujumbe JF, lakini haukuonyesha kupokelewa. Nikampigia, hakupatikana. Nikaingia WhatsApp, nikamtumia ujumbe lakini message ikaleta tiki moja tu. Nikaingia kwenye group la WhatsApp la kampuni, sikuona message yoyote asubuhi ile. Sasa nilipata wasiwasi, nikaenda mpaka kwa madam chef pale, yule mama mpishi. Nilipomuita tu alishtuka na kunitazama, akaniambia kwamba mwanangu umefika. Alisema hivyo huku sauti yake sasa ikiwa hafifu. Nikaambia kwamba ndio, mbona kama off. Kabla sijamaliza sentence, madam akaniambia kwamba usijali, atakuwa salama tu kwa sababu kampuni ilishaanza kufuatilia alipo, kwa hiyo atapatikana tu. Kwa hiyo kuwa mvumilivu kipindi cha matatizo na upige moyo konde. Nikashtuka nikauliza kwamba ni JF katekwa? Madam akanijibu ndio, kuna ile video inayosambaa na hisi imepelekea matatizo kwake. Viongozi wa bodi na upande wa wanasheria wa kampuni wanazidi kufuatilia kujua alipo. Kwa hiyo taarifa itatoka. Basi mimi nilipata mshtuko wa hali ya juu msikilizaji. Nikaregea ese. Nikasogea na kuketi chini, nikajiuliza alitekwa saa ngapi? Mbona kama alinijibu amefika salama? Asa nikiwa sijapata jibu, nikaona gari imefika pale ofisini. Wakashuka watu wawili, wakatuita kikao cha dharura na kusema ya kwamba hii ni kampuni, wenye hisa ni watu wengi, hivyo msije mkashindwa kufanya kazi kisa JF hayupo. Kazi iendelee, akirudi atakuta kampuni inasonga mbele. Basi madam akauliza kwamba juhudi za kujua alipo zimefikia wapi? Yule mtu akajibu kwamba jopo la wanasheria limeshaanza kuweka mambo sawa, kila kitu kitakamilika kwa wakati. Sisi tunawahi kwenye vituo vya polisi kuzidi kupambana. Basi walipomaliza kusema tuchape kazi, kila mtu airudi kwenye kitengo chake, mimi nikaingia ofisini kwangu nikakaa kimya. Sina furaha, ninalia tu mwenyewe kama mtoto mdogo. Ndipo nikasikia mlango wangu umefunguliwa, nikainamisha kichwa chini ili sasa aliyeingia asione machozi yangu. Nikasikia sauti kusema kwamba shoga vipi? Nilijifuta kidogo uso na kuangalia ni Rose ndo alikuwa amekuja kuniona. Nilimjibu ya kwamba safi tu. Rose akaniambia kwamba unalia nini? Yaani wewe. Alionekana kabisa sio mtu aliyehuzunishwa na kitendo cha boss kutekwa na watu wasiojulikana. Nijisikia vibaya nikamwambia kwamba ninaumia boss eti. Rose akagonga mikono na kucheka akasema boss au baby? Nikabaki na muangalia tu, sikutaka kumwambia neno lolote. Akasema kwamba ila wewe nawe una mikosi jamani. Yaani unamaliza tu wiki kwenye penzi tu, mtu anapitia matatizo lokuki. Utakuja kutuharibia kazi. Wakati ananiambia vile ndio hasira zikazidi kunishika. Lakini kwa bahati aliingia mama mpishi, akamuuliza Rose unafanya nini huku? Rose akajibu kwamba nimekuja kumsalimia shoga yangu hapa. Basi mama akamwambia kwamba nenda kule ofisini kwako, muache Raya mwenyewe. Basi mama akanisogelea. Alikuwa na ile chai tamu ambayo huwa anampatia bosi, akaniambia kwamba jitahidi unywe chai kila jambo linapokwenda hovyo na litakwenda sambamba. Nimwambia madam kwamba madam, ni kweli niliota ndoto siku kadhaa zilizopita kwamba alitekwa, lakini kinachonumiza ni kwamba niliota amepigwa risasi akafa. Mama alishtuka lakini akasema kwamba itakuwa salama tu, atarudi mwanangu, jitahidi tu unywe chai huku ukisubiri. Ukiona ujisikii vizuri, nenda kwanza nyumbani. Basi nishukuru na yule mama aliondoka zake, nikawa nawaza kile nilichokiota kwa nini kimetokea. Lakini nikawa nazidi kumuomba Mungu amuepushe na kifo. Nitaka nimuone tena. Jioni ilipofika tulisambaratika, sikuwa mtu wa sikupata mtu wa kuweza kunipeleka nyumbani. So nahisi hata yule kijana alikuwa busy kufuatilia issue nzima ya bosi kutaka kujua
inaishia wapi? Basi nikapanda bajaji na baadaye alikuja Rozi akapanda ile bajaji akaniambia kwamba unaona leo unapanda bajaji kama watu wengine tu. Baada ya kusema hivyo akawa sasa anatoa tabasamu kuonyesha yani ni kama anafurahi kwa mimi kuwa kwenye hiyo hatua ya kutoka kupanda gari ya thamani mpaka kupanda bajaji. Nikamjibu kwamba mbona ni kawaida tu. Basi aliendelea kutabasamu lakini alishukia njiani maana yeye alikaa mtaa karibu kushinda mimi. Basi akaniaga kinafiki tu na kusema tungeonana kesho. Nikasema sawa, kama riziki ni yangu tu, siwezi kumpangia mgawa riziki. Nilipofika nyumbani tu dada yangu akanijia juu bwana. Akaniuliza kwa nini simpi taarifa kwamba Jeff ametekwa. Alafu kwa nini nilimruhusu akaondoka jana yake usiku. Basi nikamwambia alitaka mwenyewe kuondoka dada, mimi ningefanyaje? Nilimsia lale lakini alikataa. Dada akaniambia kwamba hauna upendo wa dhati kwa huyo kaka. Hata hivyo pia alinionyesha dhahiri kwamba hakutaka lale pale, lakini alionekana kutokutaka nimlete pale nyumbani jana yake. Basi mimi nikasema tu pengine nyota yangu mbaya ndio maana kila mtu ananilaumu mimi. Mimi sikutaka kubishana sana. Nilijifungia chumbani kwangu nikawa sasa natafakari mambo mengi sana. Lakini mwishowe nilipokea SMS kutoka kwa Madam Chef akisema kwamba yote yameshatokea, usije ukawaza sana maana hata ukiwaza hakuna kitu kinachoweza kubadilika. Nishtuka nikamuuliza kwamba kwa nini umeniambia hivyo? Madam akajibu nimekuona hauko sawa. Nikahisi tu usiku wako hautaenda vizuri hivyo na usiweke mambo mengi kichwani. Jaribu kupunguza msongo wa mawazo maana Mungu pekee ndiye anayejua kesho ya kila mtu. Msikilizaji, maneno hayo yalinitia moyo kiasi. Nilipogundua kweli siwezi kubadilisha kitu chochote, lakini nilipata habari kutoka kwa mwanaharakati mtandaoni kwamba bilionea JF ametekwa na watu wasiojulikana. Wakaja na hashtag pale #FreeJF. Nikasema kumbe ishafahamika. Basi nikaendelea kukaa kimya nikisubiri Mungu atende miujiza yake. Usiku nilipata usingizi wa maruerue tu. Nashtuka tu. Yote yalisababishwa na msongo wa mawazo. Nikaweka pedi kisha nikaendelea kuwaza. Najiuliza ni nini hiki? Au mimi ndiye mwenye mikosi lakini sikupata jibu sahihi. Kesho yake hata sikuweza kwenda kazini, nikawa niko tu nyumbani, sina msaada wowote zaidi ya kufanya dua. Nikasa naendelea kufuatilia kwenye magrupu huko kama kuna habari njema lakini wapi. Ghafla nikasikia kuna bosi mwingine anakuja pale ofisini kuchukua nafasi ya JF. Nikajiuliza kwa nini ichukuliwe nafasi ya JF mapema hivyo. Sasa nikamuuliza mfanyakazi mmoja akaniambia kwamba kampuni haiwezi kwenda bila meneja, lazima awepo. So kwa kuwa JF hayupo kwa kipindi kisichojulikana, basi ni bora akawe mwingine wa mpito. Sasa nikamuuliza kwamba ina maana hivi kuna kitu mnanificha Alicheka na kusema kwamba kwa nini tukufiche sasa? Basi msikilizaji, maisha yaliendelea. Siku zikapita 3, ikapita wiki, JF hajapatikana. Ofisini kazi zikaendelea kama kawaida. Na hii niliona kwamba maeneo ya kazi ni maeneo fulani ambayo sometimes staff unapewa likizo ili ufunguliwe akili na kuambiwa ya kwamba kampuni ama ofisi inaweza ikaendelea ikasurvive vizuri sana hata bila uwepo wako. Ndio maana watu wanapewa likizo. So kitendo cha kutokuwepo tu lakini kampuni yani inaweza hata ikakusahau ndani ya wiki tu na maisha yakaendelea. Kwa hiyo ofisini kazi iliendelea kama kawaida lakini anatafutwa na kampuni. Mimi pekee ndiye nilikuwa nikihangaika kujua hatima ya JF ni ipi, lakini sikuweza kupata jibu kamili. Ilipofika Jumamosi mchana nikiwa sana natokea kazini, niliamua kupita moja kwa moja mpaka kwenye lile jumba lake la kifahari. Huko nilitaka kwenda kujua taarifa kamili. Nikaenda nikakuta watu wanaendelea tu na majukumu yao kama nilivyopakutaga mwanzo. Nikamuuliza mlinzi kwamba hivi bosi katekwa kweli? Mbona kama watu hawamwazi kabisa? Mlinzi akajibu sisi tunafanya kazi, atapatikana tu, hatuwezi kuacha majukumu kwa sababu yake. Mambo mengi yatasimama na hata akirudi atatugombeza kama akikuta mambo hayaendi kama alivyoyaacha mwanzo. Basi mimi niguna tu nikijisemea moyoni kwamba kumbe wengine hawaumii kama mimi. Ndipo mlinzi akaniambia kwamba wewe ni mwanamke wake. Nilipata gumizi msikilizaji, nikasema kwamba mimi ni mfanya. Mlinzi akasema anyway nauliza maswali yasiyo na msingi. Kama wewe ni mpenzi wake lazima uumie kuliko watu wengine, lakini wale ufuatilia issue hii wametutia moyo na kutuambia kwamba jambo linaenda kwa vizuri. Niliuliza kwamba ashajulikana alipo ama? Mlinzi akajibu watu ni mabilionea, kwa uhai wa JF watahonga pesa na atapatikana, ndio maana hawana wasiwasi. Basi baada ya mlinzi kusema vile, mimi bwana of course nilishukuru na kumwaga nikaondoka zangu kuelekea nyumbani.
Nimefika nyumbani nikashika simu na kuingia online hivi. Nikapita kwenye ukurasa wa Dada wa Taifa nikakutana na taarifa iliyonishtua kidogo. Aliandika kwamba inasadikika JF wameshamuua na yote inasemekana kwamba kuna kiongozi alikuwa na beef naye la muda mrefu kwa sababu amenyoka kama rula. Chanzo kilichonipa taarifa ni chanzo cha kuaminika kabisa, ila nimeambiwa nitapewa taarifa kamili usiku huu kujua mwili wake umepelekwa wapi. Msikilizaji, baada ya hiyo taarifa nilichanganyikiwa aisee. Nilianza kulia, jamani JF, aisee usife kwanza please, bado nakuhitaji. Kwa nini uonane na mimi alafu ufe haraka hivi? No. Msikilizaji, niliteseka sana jamani, mapenzi haya basi tu. Alafu sasa unemlilia ukuta anakuja kukusaliti, unaweza kupata hata maumivu ya hatari huko mbeleni. Lakini hakuna namna, nilikuwa nishapenda kwa wakati huo. Kilichoniuma zaidi hata penzi bado nilikuwa sijalionja vizuri, halafu eti anaondoka. Hapana, nikasema JF huwezi kufa. Nikachukua simu na kujaribu kuipiga namba yake, ikawa ipatikani. Nikakata tamaa, nikampigia Madam Chef na kumuuliza kwamba eti kuna dalili yote ya bosi kurudi. Madam akaniambia usio na wasiwasi, mimi nimekuwa naye karibu sana, nina uchungu lakini niko karibu sana na wanaofuatilia, kwa hiyo atapatikana tu, vitu vingine tumwachie Mungu. Baada ya Madam kusema vile nikasema sawa, hamna shida, Mungu amtangulie tu alipo. Baada ya kusema hivyo nikarudi sasa kusoma ile taarifa ya kifo chake tena na tena na tena, lakini kwa jinsi Dada wa Taifa alivyokuwa na habari za uhakika niliona kabisa inaweza kuwa kweli wamemuua, na nilijiwazia kwamba kwa ndoto ile niliyoota pengine ndio imetimia. Sasa Jumatatu mida ya asubuhi saa 1 bwana, nilikuwa kwenye bajaji naenda kazini. Nasikia tumbo hapo linaniuma. Nikana jisemea naingia period au. Alafu nikakumbuka kwamba ni siku kama 7 hivi zimepita na nilitakiwa niwe nimeingia period. Mbona mpaka mdogo bado sijaingia period? Nilishtuka na kujiuliza kwamba mbona kama siku zimepita? Au ndio leo naingia? Basi nilipofika ofisini nilianza kuhesabu siku vizuri. Nikagundua zimepitiliza kweli. Lakini nijitia moyo nikasema kwamba pengine ni kwa sababu tu nina msongo wa mawazo ndio maana nimechelewa. Basi nikaandaa na paid pale ili kama ikitokea nikaingia basi niwe tayari nisije nikadhalilika. Saa 4 nilikuwa na njaa ya hatari. Sijui ilitokea wapi, na mimi sikuwa mpenzi wa kunywa sana chai. Nilikuwa napenda kula mchana kisha usiku kidogo ili nisije nikawa abujubuju abaja au kibonge. Sasa siku hiyo bwana nikaagiza supu na chapati 2 asubuhi tu, nikaletewa na mfanyakazi mmoja hivi aliyekuwa akishirikiana na Madam Chef pale. Basi akaniwekea mezani. Nilipotazama ile supu, kando kwanza kwa kuna kipande cha limao. Nikakichukua fasta na kuanza kukilamba. Sikujua hata imetokea nini, nikaanza tu kupenda malimao na ilikuwa sio kawaida yangu. Nilitumia kama nusu saa hivi nalamba tu limao. Supu inapoa hapo. Huku nafanya kazi kwenye kompyuta. Mara bwana akaingia Madam Chef akaniuliza kwamba ushamaliza? Nikamjibu bado hata sijanywa. Basi akaanza kunishangaa jinsi nilivyokuwa sasa na ilamba ile limao. Akaniuliza kwamba wewe hauna hamu ya kula ila kulamba malimao ndo umepata hiyo hamu. Nikajishtukia na kuliweka kwenye sahani. Sasa akabaki ananishangaa tu, sikujua ananishangaa nini. Akanisogelea na kunisisitiza kwamba kunywa haraka, supu inapoa. Basi nikaacha kufanya kazi, nikakaa mkao wa kula, kisha nikakamlia limao kwenye supu. Nikaanza kunywa huku sasa nikitafunia na chapati. Madam akawa sasa anaondoka. Nikamwambia kwamba naomba uniletee limao lingine. Akanigeukia na kunitazama kisha akaondoka zake. Ndani dakika 1 alirudi na limao zima. Akanipatia, nikashukuru sana hadi akanicheka akasema kwamba unapenda malimao. Nikasema hapana, leo tu. Sasa Madam akaniambia kwamba pengine kuna habari njema. Nikashtuka na kumuuliza kwamba habari njema, yani kwani Mr. JF kapatikana? Madam akasema hapana, sio habari njema ya hivyo. Nasema tu kupenda malimao na ndimu huwa kuna habari njema ya kuijaza dunia kama Mwenyezi Mungu alivyoagiza. Msikizaji nishtuka na kukumbuka hivi sijaona period. Madam akachukua vyombo na kutoka huku sasa akicheka. Huku nyuma aliniacha balaa na msongo wa mawazo. Nikajisema mwenyewe kwamba hapana, inabidi nikifika nyumbani nikapime ujauzito. Kweli bwana, jioni nilipita duka la dawa, nikachukua kipimo cha ujauzito, nikaenda nacho nyumbani. Nilitia mkojo kisha nikaacha nikaenda sebuleni kula kwanza, maana nilijua kabisa kwamba ninaweza kupata majibu ambayo yangeninyima hamu ya kula. Ile nimerudi kutizama kipimo hivi, nusu nizimie.
Vimstari viwili bwana nilikuwa naviona, vyekundu, yani hapo ilikuwa inamaanisha kwamba nina kibendi, nina ujauzito. Nilitetemeka ise. Nilichukua kile kipimo nikakitazama kwa umakini, sasa nikisema kwamba no, isiwe kweli. Mbona kama nilikuwa siku salama jamani? Sasa kivipi? Mbona nilikuta nini? Nilikuwa nipo siku salama. Nikachukua simu yangu ya zamani na kuangalia kwenye kalenda nione kama nilikosea au la. Ile nimeangalia hivi nikagundua kweli nilijichanganya. Sikuwa siku salama hata kidogo. Wakati natumikia adhabu ya JF nilikuwa danger. Sasa niliketi nikainamisha kichwa nikakishikilia kwa mkono kisha nikasema JF, sasa tulifanya nini hiki? Ungekuepo basi hata ningekuzalela, kama sasa utakuepo. Ujue ndio hivyo, sitaweza kudhalilika na hii mimba. Msikilizaji, nilikuwa nakumbukia jinsi shuleni nilivyokuwa na mashauzi, chuoni nilivyokuwa na waponda wanawake waliozaa bila ndoa, nikajikuta kichwa kinaniuma, sijui nilia au nifanye nini. Halafu ubaya mmoja ni kwamba mwenye mimba yake wala sijui kama ni mzima au amekufa. So sikutamani kumwambia mtu yoyote, nilitaka iwe siri yangu mimi na daktari ambaye atanipa dawa za kutolea ile mimba. Nijisemea kwamba hii dhambi nitakufa nao peke yangu. Mungu nisamehe tu, lakini sidhani kama ni wakati sahihi sasa. Ninahitaji kujiandaa kisaikolojia. Sitamani mtoto wangu aje ateseke, hapana kwa kweli. Basi nilipata mawazo. Alafu sasa nimechanganya mawili. Moja la kutekwa kwa baby na lingine la kuwa na mimba isiyotarajiwa. Na ni ya baby pia. Nikaanza kujiuliza kwamba mwaka huu sijata na mkosi gani? Basi nilioga, nikaswaki kisha nikalala. Usingizi unakuja kwa taabu sana, lakini asubuhi nilifanikiwa kuamka salama. Sasa nikiwa najiandaa ninawaza hapo. Niwahi mapema. Yaani niwahi mapema ile mimba kabla haijaniletea mambo magumu. Kwa hiyo natakiwa niitoe mapema kabisa. Basi nijiandaa kwenda kazini. Nilipokuwa najiandaa nitoke, nilisikia simu inaita. Nikaichukua nikaitazama. Ni yule dereva ambaye alipewa kazi na JF au ananichukua. Nikapokea simu kisha nikasema kwamba hello Hakim. Hakim akasema Raya, umeshaamka? Nikajibu ndio, ndo natoka hapa nyumbani. Hakim akasema okay, mimi nakufuata hapo nikupeleke kazini. Nilishangaa mpaka nikaguna kwanza. Sasa akakata simu na mimi sasa nikaketi kitandani. Mara dada yangu akaniita akasema wewe Raya, uende kazini leo? Nikasema nenda, nimeshajiandaa dada. Akaniuliza hivi hizi habari ninazozisikia kuhusu JF vipi, ni za kweli ama? Nikamuuliza dada, habari zipi? Dada akasema kwamba ameuawa. Yaani msikilizaji, dada anazidi kutonesha kidonda changu bila hata mimi kutaka iwe hivyo. Nikamwambia kwamba hata mimi nazisikia kama wewe tu. Dada akaniambia kwamba lakini dada wa taifa yani huwa atoe habari za uongo, huwa na watu ambao wanampa siri za kule ndani. Msikilizaji, unajua sasa nijikuta napatwa na hasira nijikuta namfokea dada nikasema kwamba dada, naomba useme hivyo. Hujui tu mimi najisikiaje. Ninaumia, nilikuwa najaribu kusahau alafu wewe unaanza kunikumbusha tena. Dada akacheka akasema basi pole mdogo wangu, kumbe alikuwa bebi wako kweli kweli. Nilishasahau. Sasa mimi nilitulia tu hata sikumjibu. Nilipokea simu kutoka kwa dereva Hakim, akaniambia amekwisha fika pale getini hivyo nitoke. Haraka nilichukua mkoba na kutoka. Nilimwaga dada na kuelekea getini. Kweli nilikuta gari imepaki. Na mimi nilimsalimia Hakim kisha nikapanda gari na tuliondoka kuelekea kazini. Nilipofika kazini, alinishusha kisha aliondoka zake. Lakini nilipogeuka na kutazama nje ya jengo la ofisi, niligundua kuwa kuna hali tofauti kidogo. Wafanyakazi walikuwa wamesimama nje, tena makundi. Alafu waliponiona wote walinigeukia, ni kama vile kulikuwa kuna jambo la simanzi ofisini. Sasa nilianza kutetemeka. Sasa hapo kwanza nilitaka hadi kuanguka chini. Nikajikaza pale, nikakusanya pochi yangu mbele, yani chini ya tumbo, na mimi nikaanza kuwakagua wote. Wakawa wananitazama tu kwa mshangao uliokuwa umejaa huzuni. Nikawasalimu pale nikasema hey guys, good morning. Wakasema good morning. Huku sauti zao sasa zikipishana kwa sekunde kadhaa kwa kila mmoja. Nilikaa kimya kama mshamba. Niliungana nao pale nje, huku sasa nikijiuliza kipi kilichotokea mpaka wananishangaa mimi. Hini kuna shida gani? Unajua ile unaenda tu ofisini afu unakutana na hali ambayo hata uielewi. Yaani kila mtu anakutazama wewe. Lazima ujiulize mara mbili aise. Yaani kwa nini wananitazama hivi? Lazima ujiulize mara mbili. So mara akatokea Madam Chef na kunisogelea kwa karibu, akaninong'oneza akasema kwamba tafadhali naomba ujikaze. Jikaze sana.
Nikajua kile kilichotangazwa siku zilizopita mtandaoni basi kilikuwa cha kweli. Na mimi nilivyokuwa na msongo wa mawazo, nijikuta naishiwa nguvu na kuketi chini. Madam alinisogelea, akanishika na kuniambia, Raya, na kuomba sana ujikaze. Nikamuuliza, vipi, boss JF amekufa? Baada ya kuuliza hivyo, nilichojibiwa msikilizaji, tutakutana sehemu ya mwisho tuweze kufahamu wote kipi kilichotokea, lakini nikwambie tu Raya yupo kwenye mpango wa kuitoa mimba. Nadhani akitoka jioni ya leo hapo ofisini, moja kwa moja ataenda kuchukua anayoyachukua ama ataenda kuonana na daktari kuweza kuitoa hiyo mimba. Sasa kitu cha kujiuliza hapa kwa hali iliyopo ofisini muda huu, inaonekana boss amedead. Inavyoonekana boss amedead, ndio maana Madam Chef alimwambia Raya kwamba tafadhali jikaze. Sasa tayari inaonekana wameshapata ushahidi kabisa kwamba boss kasha dead. So ikitokea haja dead, ikitokea hajafa, halafu jioni hiyo tayari Raya kashatoa mimba. Kashafanya abortion. Unadhani itakuwaje? Atamwambia usiri kwamba nilikuwa na mimba yako lakini nikatoa? Ama itakuwaje? Haya, mara anatoa mimba pap, alafu dada mtu akaja kushuhudia kile kipimo cha mimba, alafu ndio ikaja kwa udhaifu kwa bosi mwenyewe. Ikitokea bosi hajafa, unadhani Raya ataeleweka? Penzi litaendelea? So haya ni maswali ambayo tunajiuliza, lakini yote atakuja kujibiwa sehemu ya mwisho msikilizaji. Kikubwa tu ni kufahamu, je, bosi amedead ama vipi? Lakini je, baada ya Raya kwenda kutoa mimba itakuwaje? Unatoa mimba alafu unamfikiria amekufa mzima. Kazi ipo leo. Muda wote ulikuwa na Lucas Lumbas. Asante sana msikilizaji, naomba nishie hapa kwa sababu bado tupo kwenye procedure ya kuendelea kurecover kwa situation ambayo ninaipitia. Nawapenda sana. Bye bye.